Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Julai 10, siku ya Ijumaa. Leo tutajifunza zaidi. Ellen G. White, Calvary, ukurasa wa 355 hadi 371, katika Tumaini la Vizazi Vyote, sehemu ya pili. Kwenye mioyo ya wengi wanaoishi sasa, msalaba wa Kalvari umezungukwa na kumbukumbu takatifu. Kumbukumbu takatifu zinaunganika na matukio ya kusulubishwa, lakini katika nyakati za Paulo msalaba ulikuwa unachukuliwa kwa hisia za hofu na vitisho. Kumtangaza kama mwokozi wa wanadamu aliyeuawa msalabani kwa hali ya kawaida ingekuwa ni kuchochea dhihaka na upinzani. Paulo alikuwa anafahamu vyema namna ambavyo ujumbe wake ungepokelewa na Wayahudi na Wayunani wa Korintho kwa pamoja. Miongoni mwa wasikilizaji wake walikuwa Wayahudi, walikuwepo ambao wangeudhiwa na ujumbe aliokuwa karibu kuuhubiri. Na katika vipimo vya Wayahudi, maneno yake yangekuwa upuuzi. Lakini kwa Paulo msalaba ulikuwa ni chombo kilichokuwa kimeuteka upendo wake. Tangu alipotekwa akiwa kwenye jukumu lake la kuwatesa wafuasi wa Mnazarayo, alikuwa hajaacha kujivunia msalaba. Wakati huo alipokuwa amepewa ufunuo wa upendo wa Mungu kama ulivyodhihirishwa katika kifo cha Kristo na kubadilishwa kuliko kuwa kumefanyika katika maisha yake na kuileta mipango na makusudio yake ya maisha katika upatanifu na mbingu. Tangia wakati huo amekuwa mtu mpya katika Kristo. Katika uzoefu wake binafsi alikuwa ametambua kuwa mara hiyo mwenye dhambi anapokuwa ameutazama upendo wa Baba unavyoonekana katika kafara ya mwanawe na kujitoa katika mvuto wa kimbingu, badiliko la moyo huwa linatokea, na kuanzia hapo na kuendelea Kristo huwa ni yote katika yote. Ellen G. White, Matendo ya Mitume, sehemu ya kwanza, ukurasa wa 211 na 212. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza. Katika bustani ya Getsemane, Yesu alisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Mathayo 26:39. Ombi hili linasema nini kuhusu bei kubwa ambayo Yesu alilipa msalabani? Swali la pili. Paulo anasema upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu. Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza 25. Ni kwa njia zipi hekima ya Mungu ni tofauti sana na hekima ya kibinadamu? Swali la tatu. Ujumbe wa Kristo aliyesulubiwa ulikuwa kikwazo kwa Wayahudi na upuuzi kwa Wayunani. Ni mada gani za Biblia tunazohubiri leo zinaweza kuleta matokeo yale yale kwa wasomaji wa sasa, na kwa nini? Swali la 4. Paulo anasema kwamba mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ile ya pili ya 14. Kwa hiyo tunawezaje kuzungumza habari za Yesu kwa watu hawa kwa namna ambayo inaweza kugusa mioyo yao, au labda matendo yetu pekee ndiyo yatawafikia? Hii ni Julai 10, siku ya Ijumaa. Tukifikia tamati ya somo la pili robo hii, somo linalosema neno la msalaba. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzima juma hili. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema.